Kuanzia 30 Septemba hadi tarehe 5 Oktoba mwaka huu, CIP Africa iliendesha kura ya maoni kuhusu uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Kura ya maoni ilifanyika katika mikoa 19, mikoa 17 ya Tanzania bara na mikoa miwili ya Tanzania Zanzibar, ambayo ikijumuisha Pemba na Unguja. Mikoa iliyofanywa kura ya maoni ni Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Geita, Iringa, Kagera, Kaskazini Pemba, Kaskazini Unguja, Kigoma, Kilimanjaro, Mara, Mbeya, Morogoro, Mtwara, Mwanza, Pwani, Ruvuma, Tabora na Tanga. Utafiti huu ulihusisha Watanzania watu wazima 1976. Walikuwa ni watu ambao wana sifa ya kupiga kura, lakini sio tu sifa ya kupiga kura kwa mujibu wa katiba, lakini pia walikuwa wameandikishwa na Tume Huru ya Uchaguzi katika kushiriki kwa madhumuni ya kushiriki zoezi hilo la kupiga kura. Kura ya maoni ya uchaguzi huweza kutoa mwelekeo wa namna matokeo ya uchaguzi yatakavyokuwa. Haya ni maoni ya wananchi waliohojiwa na si maoni ya taasisi. Matokeo ya kura ya maoni. Takwimu za kawaida, jumla ya waliohojiwa ni watu 1976. Wanawake walikuwa 988 na wanaume walikuwa 988. Kwa hiyo tulijitahidi kama taasisi kuhakikisha kwamba idadi ambayo tunaihoji kwa madhumuni ya kupata maoni yao kuelekea uchaguzi mkuu inakuwa na uwiano wa 50-50 baina ya wanawake na wanaume. Takwimu za kiwango cha elimu zinaonyesha 14% katika wale 1976, 14% walikuwa na elimu ya msingi, 57% walikuwa na elimu ya sekondari, 28% walikuwa na elimu ya chuo kikuu na 1% walikuwa na elimu nyingine. Kwa hiyo pia tunapata figa kwamba tulikuwa tuna watu ambao tumewahoji 53% ni watu ambao sio tu kwamba wanafuatilia, lakini pia wanashiriki kifizikia katika mikutano ya kampeni. Kati ya waliohudhuria kwenye mikutano ya kampeni, 76% walihudhuria mikutano ya kampeni ya CCM. 2% walishiriki mikutano ya kampeni ya Chauma, 15% wameshiriki mikutano ya kampeni ya ACT Wazalendo, 7% wameshiriki katika mikutano ya kampeni ya chama zaidi ya kimoja. Matokeo ya utafiti yanaashiria kuwa 46% ya walioshiriki kura ya maoni wameonyesha kushawishiwa na sera za vyama vya siasa, ambayo watu wameshiriki na katika kampeni. 46% walishawishiwa, 54% wameonyesha kwamba wao hawakushawishiwa na kile walichokisikia katika kampeni. Kura ya maoni ya urais. Ikiwa uchaguzi mkuu utafanyika hivi sasa, 84.5% ya walioshiriki kura ya maoni wameonyesha kuwa watampigia kura mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM. 8% walibainisha kuwa kura yao ni siri yao. 3% watampigia mgombea wa Chama cha Ukombozi wa Umma kwa maana ya Chauma. 3% watampigia mgombea wa Civic United Front kwa maana ya CUF. 1.5% National Convention for Construction and Reform NCCR Mageuzi. Kwa hiyo hii ndio ambacho tulikiona hasa katika matokeo ya urais. Kwa mfano mkoa wa Arusha, 76% walisema wataipigia CCM, 10.8% Chauma, CUF haikuwepo, NCCR Mageuzi hakuwa, lakini kura ya siri ni 13.2%. Ukienda mkoa wa Dar es Salaam, 70% walisema wataipigia CCM, 9.6% Chauma, lakini 5.3% CUF, 2.7% NCCR Mageuzi, na kura ya siri ilikuwa ni 12.4%. Mkoa wa Dodoma ambao pia tulifanya utafiti, 91.4% wamesema wataipigia kura CCM, lakini 4.9% walisema wataipigia kura Chauma. Upande wa CUF hakuwepo, lakini NCCR Mageuzi kadhalika hakukuwa na watu waliosema kwamba watapigia, na waliosema sisi kura ni siri yetu walikuwa ni 3.7%. Geita 75.6% walisema kwamba
wataichagua CCM, lakini 3% walisema ni Chauma, kafu hakuwepo. 2.5% NCCR Mageuzi, lakini waliosema tutapiga kura ya siri walikuwa ni 18.9%. Tukienda mkoa wa Kagera, 79.5% walisema wataipigia kura CCM, 1.8% Chauma, 11% CUF, NCCR Mageuzi hakuna. Lakini waliosema sisi bado tunafahamu kwamba kura ni kitu cha siri, tutasema tunampigia nani, walikuwa ni 7.7%. Iringa 90.4% walisema wataipigia kura CCM, Chauma hakuna, lakini CUF ni 2.6%, NCCR Mageuzi ni 2.2%, na kura ya siri ni 4.8%. Kaskazini Pemba 72% walisema wataipigia kura CCM, Chauma haikuwepo, lakini CUF 18.3%, NCCR Mageuzi haikuwepo. Kura za siri zilikuwa ni 8.7%. Kaskazini Unguja 89.8% walisema wataipigia kura CCM, Chauma haikuwepo, lakini 2.6% CUF, NCCR Mageuzi haikuwepo. Kura za siri ni 7.6%. Kigoma 93% walisema kwamba wataichagua CCM, lakini Chauma ni 1.6%, 1% CUF, 2.4% ni NCCR Mageuzi, na kura ya siri ni 2%. Kilimanjaro ilikuwa ni 74.3% CCM, 6.8% Chauma, 4% CUF, 5.6% NCCR Mageuzi, na 9.3% kura ya siri. Mbeya 83.7% walisema wataipigia kura CCM, 4.8% Chauma, CUF haikuwepo, 5.3% NCCR Mageuzi, lakini 6.2% walisema ni kura ni siri yao. Morogoro 87% walisema wataipigia kura CCM, 2.2% walisema ni Chauma, 3.2% walisema CUF, lakini 1.6% walisema NCCR Mageuzi, na kura ya siri ni 6%. Mtwara ni 98% walisema CCM, Chauma hakuna, 1.3% walisema CUF, NCCR Mageuzi hakuna, na kura ya siri ilikuwa ni 1%. Mwanza 70.3% walisema wataipigia kura CCM, 5.7% Chauma, lakini CUF hakuna, 2.6% walisema NCCR Mageuzi, na waliosema tutafanya siri ni 21.6%. Pwani 93% walisema wataipigia kura CCM, Chauma hakuwepo, 4.2% walisema CUF, 1.6% NCCR Mageuzi, na waliosema kura ni siri yetu ni 1.3%. Rune ya walioshiriki kura ya maoni. Miundombinu ya barabara na madaraja walikuwa ni 69% ya walioshiriki kura ya maoni. Huduma bora ya afya walikuwa ni 63% ya walioshiriki kura ya maoni. Rushwa 60% ya walioshiriki kura ya maoni. Demokrasia ni 47% ya walioshiriki kura ya maoni. Aidha, washiriki wengi wameonyesha hofu kubwa ya wanafunzi kujiingiza katika matumizi ya madawa ya kulevya, hususan bangi. Kwa hiyo walisema kwamba rais ajaye wangefurahi kumuona anazingatia katika kuondoa tatizo hili. Suala hili limeibuliwa na wananchi wa wilaya ya Ilala katika jimbo la Ilala na Segerea. Kuhusu vipaumbele ambavyo wananchi wangependa wabunge na madiwani wao wavishughulikie baada ya uchaguzi mkuu ni kama ifuatavyo: barabara 75%, maji 75%, kuondoa michango mashuleni 61%, na madawa kwenye zahanati ni 59%.